hawa sio wawekezaji, ni wachukuaji. Kwa sababu kuwekeza unachukua wewe madini unaweka ardhini. Sasa kama yako ardhini unachukua afu unajiita mwekezaji. Nimependa sana kauli yake ya uchukuaji. Lakini wanachukua kwa idhini yetu sisi wenyewe. Kwa nini tumefikia hapo pa kuidhinisha mambo yetu yachukuliwe? Kwa nini tumefikia mahali pa kuidhinisha mambo yetu yachukuliwe? Tunapungukiwa vitu kichwani. Nimesoma kitabu kimoja kinaitwa Pedagogy of the Oppressed. Pedagogy ni methodology. Yaani methodology ya wanyonywaji. Aliyekutengenezea mtaala anataka ukunyonya, akakufundisha kwa mtaala ule wa kukubali kunyonywa, na tumeusoma ule mtaala Pedagogy of the Oppressed. Tunakubali kunyonywa, tunanyonywa mpaka tunanyosha miguu tunyonye vizuri zaidi. Nilikuwa namhurumia ndugu yangu Zito, amepambana kweli kweli bungeni huko. Lakini unapambana na nani? Kuna rafiki yangu mmoja ananiambia kwamba wewe Mkoba unaweza ukawa na matatizo kwa sababu kuna vitu viwili. Ama unaweza ukazaliwa mapema kabla ya wale uliotakiwa kuishi nao duniani hawajazaliwa. Kwa hiyo ukapata tabu, au ukachelewa kuzaliwa ukakuta uliotakiwa kuishi nao walishaondoka. Ukapata tabu zaidi. Hii sheria hizi zilizotuletea ujinga huu zilikuwa zinapitishwa kwa hati ya dharura. Wanaleta sheria mswada siku hiyo hiyo, unasoma mara ya kwanza umo, mara ya pili umo, na mara ya tatu umo, na unapigiwa ndio imeshinda, imekuwa sheria. Na rais anakimbia anaweka saini ya asenti. Ndio tulivyokwenda mwendo huu. Sasa tumeshaibiwa sana. Ndio tunazinduka sasa kutoka usingizini. Nini kifanyike? Rugemeleza Nshala amesuggest vitu hapa. Kwamba watu wanaofikiri kwamba huwezi kubadilisha mkataba wa mzungu ni wale wanaofikiri mzungu yuko karibu na Mungu. Kuna mtu mmoja anaambia mzungu ukikata Z anakuwa Mungu. Yaani neno mzungu ukicross Z tu anageuka kuwa Mungu. Lakini Mwafrika hayuko karibu na Mungu. Sasa wale wanaoamini mzungu ni karibu na Mungu ndio wanaosema mikataba hiyo haiwezi kubadilika. Ametolea mfano ya Venezuela, ametolea Waarabu hapa. Mimi nilikuwa nashangaa Waarabu hawa mbona hawana utaalamu mkubwa sana? Waliwezaje kumudu mafuta haya, wanaendesha vizuri mpaka wanaweza akatupatia sisi misaada? Sasa sisi, mimi najua wengi hapa mmetoka vioni hapa. Mko vioni. Tusipoteze muda mwingi sana vioni kusoma vitu visivyotusaidia maishani. Siwaambii kwamba muache chuo leo. Muendelee mmalize chuo, lakini utakapotoka chuoni utoke vizuri. Utoke unaweza ukaargue. Utoke unaweza ukakataa, unaweza ukadodosa, unaweza ukasahihi. Sasa sisi tunakubaliana, unajua hivi vitu haviwezi kujadilika tena, vilishapita. Hata kama vimepita, sisi tuanzishe vurumai hapa za kuvijadili upya. Vurumai zianze tu. Kwa nini vimepita kwa faida ya wengine sio faida yetu? Of course ni kweli tumepitisha miongo kama miwili na zaidi ya kuingia kwenye ujinga huu wa kusaini kila kitakacholetwa mbele yako. Baada kuwa tumesikia kwamba kuna katazo la serikali kwamba makinikia au mashobo yasafirishwe tena, sisi kama wafanyakazi tuliona ni muhimu sana, kwa sababu ni wadau wakubwa sana, tuwashirikishe wadau hawa ambao ni serikali pamoja na Acacia yenyewe. Lakini tukasema kwa vile serikali bado inajiridhisha ya nini kilichomo kwenye mashobo hayo, tuwape nafasi wakamilishe taarifa, pengine watatuita katika process tuweze kutoa maoni yetu. Lakini tulichokifanya tarehe 29 mwezi wa 3 tulikutana na uongozi wa juu wa Acacia pamoja na mkurugenzi wa katibu mtendaji wa Chamber of Minerals and Energy hapa jijini Dar es Salaam. Tukataka watueleze kwa nini ukorofi wote huu. Kwa nini malalamiko yote haya serikali? Mmeshindwa kueleza serikali ukweli mpaka wasihangaike kuingia gharama za kujiridhisha tena? Walituambia wao wanaeleza kila kitu kwa uwazi kwa mujibu wa mikataba walionayo. Wao wanapaswa kudeclare madini ya aina 3. Ni dhahabu, shaba pamoja na fedha. Wakatuambia katika container moja lenye tani 20 kuna kilo 3 za dhahabu.
kuna kilo 3 za fedha na kuna kilo 6,000 za shaba. Kwa hiyo wao wanaamini, na wakawa wanasema kipindi hicho walikuwa hawajaanza kupima, wakasema, na Mheshimiwa Rais alikuwa hajaunda kamati, wakasema makontena yapo, kwa nini wasiyapime? Kwa sisi kama wafanyakazi tukasema okay, kama kampuni inajiamini kwa kiasi hicho, basi ngoja tuache serikali ipime, then itatuletea majibu. Kwa hiyo sisi tunapendekeza kuanzia sasa, yani sio kesho, kuanzia sasa serikali iliombe taifa hili radhi kwamba imetuingiza katika matatizo makubwa kwa kauli yao yenyewe kwamba tunaibiwa, tunapoteza kilo 25 kwa kila kontena, pengine kwa miaka yote ambayo tumeanza kusafirisha makinikia haya. Watuombe radhi na wajiuzuru katika kusimamia rasilimali zetu. Hawawezi tena, ni dhahiri. Badala yake waunde kamati ya haraka ya wananchi itakayosimamia rasilimali zetu. Ninaomba kuwasilisha. Sasa discussion kubwa hapa isibaki kwenye makinikia. Discussion kubwa hapa iende kwenye mikataba. Tuna review vipi mikataba kusudi haya pia yawe declared. Sababu kiasi gani ambacho tunapoteza kwenye haya pia ni kikubwa. Sasa tukibakia kwenye mashobo, sawa, mashobo hayo tutapata, lakini pia kuna vitu vya msingi kama hivi ambavyo tunakuwa tumepoteza. Lakini nataka nigusie kitu kingine cha msingi sana. Tunauza dhahabu nyingi. Nimezungumzia tani ya 44 mpaka 48 kulingana na wachimbaji wadogo. Sasa tunauza dhahabu. Sisi tunapata nini? Si ndio? Sisi tunapata kodi na mirabaha kidogo na ada kidogo, ada za leseni na nini tunachokipata kutokana na shughuli hii nzima. Lakini kuna faida nyingine kubwa ambayo tungeipata kama pesa hizi zingerudishwa nchini na zikakaa nchini, alafu zikawa zinachukuliwa kadiri zinavyohitajika, si ndio? Ingesaidia kukuza sekta yetu ya fedha, lakini pia ingesaidia kama nchi tungekuwa na walau tungeweza kuwa na nisemaje, sijui pesa ingekuwa inarudi nchini ingekuwa ni rahisi zaidi. Sasa pesa hii inavyokwenda, tunapeleka dhahabu, kinachorudi kwetu sisi ni numbers, kwamba tumeuza dhahabu kiasi hiki na tumepata kiasi hiki. Ile pesa hairudi kwetu, ile pesa inabaki huko makampuni yalipo. Na kwa sababu miaka hiyo ya nyuma walivyokuwa wanajadili mikataba hii, ieleweke, kulikuwa kuna changamoto kubwa ya foreign reserve ya kwetu hapa nchini. Tulikuwa tuna shida kubwa ya foreign reserve, ilikuwa haiko stable. Kwa hiyo makampuni yakaona yakashawishi kwamba to the advantage anyway, kwa faida yao ni vizuri pesa hizi wao wakazitunza huko kwao, ndio tunza kule kwao, kwa sababu zikafika sehemu tukastop. Lakini ni kitu ambacho watu wakiangalia kwamba ile pesa irudi nchini. Amezungumzia Botswana wanauza, lakini pesa inarudi kwanza kwao, alafu ndio inaondoka. Botswana wanaanza financial district pale Gaborone. Sasa sisi pia tungefanya pesa hizi zirudi nchini. Mheshimiwa Zitto ametaja bilioni 20.1. Zirudi dola. Hizi pesa zirudi nchini alafu ziondoke. Sawa, makampuni zinaondoka, alafu zinarudi zile ambazo wanazihitaji tu kwa ajili ya operations. Kwa hiyo ni changamoto kubwa ambayo tukianza kureview mikataba tunatakiwa pia tuangalie kitu hicho. Eneo kubwa ambalo tutapoteza pesa ni kipindi cha uwekezaji. Sababu watu wanafikiri tunapoteza pesa nyingi kwenye mashobo. Tunapoteza pesa kiasi au tunapoteza kiasi kidogo kwenye mashobo. Tunapoteza sehemu kubwa sana kwa kutosimamia vizuri au kwa kutokukagua vizuri. Kwa mfano, watakuja watasema tutajenga plant hii kwa dola milioni 100. Natolea mfano. Sasa sisi tutasema dola milioni 100, tunapitisha dola milioni 100 ile bila kuangalia ile plant ambayo inajengwa ina thamani ya dola milioni 100 kwenye masoko mengine. Kwa hiyo tunafanya uhakiki kwenye sekta inaitwa gold plating technique. Yaani vifaa vyako vyote unavipaka dhahabu, kwa hiyo unavipandisha bei. Kwa hiyo unapowekeza pesa ile, unapomwacha akapitisha gharama ambayo amekuletea yeye, atakapokuja wakati uzalishaji ukianza, anatakiwa kurudisha pesa hizi za kwake za gharama za uwekezaji, si ndio? Lazima zirudi kwanza kuanza kulipa. Sasa kama gharama za uwekezaji amezipandisha sana, kwa hiyo atarudisha nyingi sana. Kwa hiyo itakuwa na changamoto kubwa kwamba utachelewa kuanza kupata mapato. Kwa hiyo wakati wa kuwekeza tunatakiwa tu makini sana. Tukague vizuri na tuwajengee uwezo mzuri watu wetu wanaokwenda kukagua. Tuwajengee uwezo mzuri sana, na uwezo ni pamoja na kuwafundisha na kuwalipa vizuri, kwa sababu usipomlipa vizuri ni rahisi kwa watu wao kurubuniwa.
Tukizungumzia kwamba hayo mashobo tu ya process hapa Tanzania, yani hayo mashobo yafanye kazi hapa Tanzania, tutengeneze kiwanda cha kusmelt hapa Tanzania kama ambavyo mjadala unakwenda sasa hivi. Lazima tukumbuke kwamba mashobo hayo yanazalishwa na migodi miwili tu kwa sasa hivi. Labda kama mgodi mwingine utakuja tena kuanza kuzalisha. Na katika hiyo migodi miwili, mgodi wa Buzwagi utafunga uzalishaji wake au utakoma kuzalisha mwaka 2019. Kwa hiyo una miaka miwili tu. Kwa hiyo mpaka tutakapojenga hicho kiwanda cha kuzalisha cha kuchakata hayo mashobo hapa nyumbani, mgodi wa Buzwagi utakuwa hauzalishi tena. Utakuwa either umefungwa kabisa au unaelekea kufungwa huko mwishoni kwenye kufunga. Kwa hiyo mashobo yatakuwa yamepungua. Moja. Mgodi wa Bulyanhulu maisha yake, wakati mgodi unaanza, maisha yake yalikadiriwa kwa miaka 25. Katika miaka 25 sasa hivi tuko kwenye mwaka wa 17 nafikiri. Sasa tuna miaka mingine kama 8 hivi. Sasa kitu cha msingi ni kuangalia, je, tutakuwa na hayo mashobo kwa muda mrefu? Kwa hiyo lazima tufanye analysis. Nimeona kwenye ripoti ya Profesa Mruma, moja mapendekezo ni kujenga smelter hapa. Ni kitu kizuri kwenye kama mapendekezo. Lakini kabla mapendekezo hayajafanyiwa kazi, kama nchi lazima tujiridhishe, kwa sababu ifike sehemu kama tunajenga smelter hapa nchini, smelter iendelee kufanya kazi kwa muda wote. Tusitegemee kwamba tutachukua mashobo kutoka nchi zingine ndio tuje tuendeshe kiwanda chetu. Wakati pesa hiyo ambayo tutatumia kujenga smelter tungeweza kuwekeza au tukanunua hisa za umiliki wa mgodi ambao maisha yake yanaendelea. Kwa hiyo tukaendelea kupata mrejesho wa uwekezaji kutokana na uwekezaji ambao tutakuwa tumeufanya wakati mashobo yatakapokuwa yameisha. Kwa sababu lazima tukumbuke kwamba rasilimali madini ni kitu cha kwanza kabisa ambacho tunataka tukisema, zinakwisha. Rasilimali madini zinakwisha. Kama ambavyo mgodi wa Pride, Golden Pride umefungwa pale Nzega Resolute, hawapo tena, si ndio? Na labda kitu moja nikiseme, Resolute mpaka wanafunga kwa miaka 15 ya operation, wameleta takriban kwa miaka 15 mpaka wanafunga, nafikiri kwa nimesahau hii kwenye kulinganisha namba. Mpaka wanafunga uzalishaji wao takriban tani 90 za dhahabu. Mpaka wanafunga operation mgodi wa Resolute. Tangu wameanza 15 years mpaka wanafunga tani 90. Sasa wewe fanya comparison na tani 186. Kwa hiyo tunapofika sehemu tuangalie sasa, tuwekeze kimkakati kwamba tunaweza kuwa na pesa, tunasema tunataka kujenga kiwanda cha kuchakata haya mashobo hapa nyumbani. Tuangalie tutakuwa na mashobo ya kutosha kuweza kulisha hiyo sehemu au tunajenga kwa sababu ambazo tunazijua sisi. Lakini kama pesa hizo ipo, tunaweza kuamua kuwekeza kimkakati kusudi tupate sehemu ya umiliki wa migodi hii, umiliki wa kampuni hizi kama alivyoongelea Mheshimiwa Zito mwanzoni. Lakini pia umiliki unakuja na vitu vingine. Unaingia kwenye bodi za wakurugenzi, kwenye vikao vya maamuzi, kwa hiyo utapata taarifa zingine. Katika sekta madini, uwekezi, madini tayari yako chini, kitu kichoko chini ndio kimewekezwa, si ndio? Sasa wewe unayekitoa kule chini, wewe sio mwekezaji, wewe ni mtoaji au mchukuaji au mchimbaji, si ndio? Ndio maana kwa Kiingereza inaitwa extractive industry. Ni sekta ya kutoa kilichoko chini. Aliyewekeza kule chini ni Mungu. Sawa sawa, Sisi tunachukua kilichoko chini. Sasa rasilimali hiyo basi inapokutikana katika nchi yote ile, ni mali ya watu wa nchi ile, yani raia wa ile nchi ndio ambao wamiliki. Lakini tumedanganywa kuaminishwa kwamba yule ambaye tumempatia leseni ya kuchimba, basi ile ni mali yake, madhari umesha saini naye mkataba na yeye kaleta mitambo yake, alafu amekopa huko alikokopa, au kama amekudanganya kama kakopa, basi kwa kile kipindi chote cha ule mkataba ile ni mali yake. Wewe uridhike tu na tozo la kodi na tozo la mrabaha, kama kweli ni utapata hiyo. Mimi nadhani kwa Kiswahili kizuri ingekuwa ni kilemba, si ndio? Zamani kwa Kiswahili cha kilemba, kwamba nikikupatia ardhi yangu lazima ulipe kilemba. Lakini bahati mbaya tumechukua neno la wengine wakasema mrahaba, wengine wakasema mrabaha. Sasa mwisho wa siku hatujui kipi ni sahihi. Lakini mimi nadhani nitatumia hilo neno la kilemba. Sasa kilemba chetu sisi siku hizi ni 4% kwenye sekta hii ya madini haya ya dhahabu na almasi, nadhani 5% au 6%. Sasa tumesaini mikataba na hawa watu. Insi ambavyo walisaini mikataba, kwa ukiangalia kama wenzetu hawa wa Acacia, wao walinunua mgodi wa Bulyanhulu kutoka kwa kampuni ya Saturn Resources ya Canada. Ile Saturn Resources
ilisaini mkataba na serikali ya nchi yetu mwaka wa 94. Ule mkataba ulisainiwa na Jakaya Mrisho Kikwete akiwa waziri wa nishati na madini ule mwaka wa 94. Yeye alisaini mkataba akiamini kwamba anawapatia eneo moja kule Geita inaitwa Butobela. Sasa wao walipokuja kusema sasa sisi tukisoma zile coordinates, watu walisoma jiografia yetu ukikumbuka, longitude na latitude zile, si ndio ambazo tumepewa kwenye leseni yetu ya madini ni wapi? Inaonyesha hiyo ni Bulyanhulu. Bulyanhulu, wale wazee walikuwa pale walishagundua ile dhahabu mwaka wa 75. Wakawa wanachimba kienyeji ule mwaka wa 92, wakawa wanauza sana almasi dhahabu kwa serikali inapata pesa nyingi. Mzee Mwinyi ule mwaka wa 94 kaenda pale, wakamkabidhi hata na mbuzi, akasema madai yao kwamba wapate leseni yashughulikiwe. Bahati mbaya ndio akawa naye anaondoka madarakani ule mwaka wa 95, anajua swala ni nzuri, lakini 95 wakataka njama za kuwaondoa. Hao wazee wakawa wamefungua kesi namba 12, kesi inaitwa Maalim Kadao na wenzake. Ule mwaka wa 95 wakawa wamepata zuio la mahakama, alitoa Jaji Mchome. Baadaye wakaja hapa watu wakakimbia mahakama ya rufaa ambayo walikuwa wameshakatia rufaa hiyo kampuni ya Bulyanhulu kama Gold Mining kama Mining Corporation Limited KMCL, ndio ilikuwa chini hiyo kampuni tanzu ya Saturn Resources. Basi ule mwaka wakasema wanafuta rufaa yao tarehe 30 mwezi wa 7. Kabla ya pale wakasema wanataka kufanya nini? Serikali ikasema inawatoa wanakijiji hawa, wakakimbilia mahakama kuu Tabora. Jaji Mchome akatoa zuio tarehe 30 mwezi wa 7 mwaka wa 1996. Lakini yaliyotokea wakati ule, mkuu wa mkoa ule Shinyanga, Meja Jenerali Tumaini Kiweru na wale walikuwepo wale, wakaamrisha watu wafukiwe, watu watolewe kwa nguvu. Walikuwa kule chini waliambiwa vile vitochi walionavyo vitawamulikia milele. Hiyo ndio hali ya sasa. Zaidi ya watu 400 tunasema walihamishwa Bulyanhulu. 400 sio swala dogo. Sasa tunakuja kuliibua ile miaka 2001 tukidai kwamba utokee uchunguzi huru, ndio zile kesi zikawa zimefunguliwa dhidi yetu. Lakini wananchi wengi wanakuwa kama kuwa una taarifa sahihi, unaamini watu ambao wanazungumza kitu chochote dhidi ya serikali yako, hawa ni watu wana jambo wana hila. Kwa hiyo uwezo kuwaamini hawa. Na bahati mbaya sisi hatuna majukwaa ya kutoa sauti zetu. Kwa sasa ukiwa na jukwaa kubwa ni serikali, kwa hiyo taarifa kutoka serikalini ndio taifa sahihi. Wewe mwingine unazungumza huku, wewe ni mchochezi tu. Kwa hiyo mara nyingi wananchi hawako pamoja na wewe. Ukizungumza haya na maana. Sasa tumeruhusu rasilimali hizo kuchukuliwa. Ripoti zote ukiangalia zile za Teiti zinaonyesha jinsi ambavyo tumepata hasara kubwa. Hawa watu saizi wanatengeneza faida, lakini kwa kuwa walisharundika madeni makubwa kwa siku za nyuma, basi nchi haipati kile inachotakiwa kukipata, na kwa hiyo tuna hali ngumu. Hao Bulyanhulu Acacia walikuwa wameonyesha kwa muda mrefu hawatalipa kodi. Sio kwamba watengeneze faida, ila kwa kuwa wamelimbikiza madeni makubwa sana ya huko nyuma. Ile ripoti moja ya Teiti nadhani ya 2013 inasema hizi kampuni licha kwamba sasa zinatengeneza faida, zitakuja tu kulipa kodi ile miaka ya mwisho ya uchimbaji wao, kwa kuwa sasa wanafidia ile hasara walipata siku za nyuma. Ripoti ya 6. Kwa hiyo ni ambayo ripoti yao ya 6 ya Teiti. Sasa hayo ndio masuala ambayo wewe kama mwananchi, nimezungumzia kwamba hii ni mali yetu sote. Yaani mimi na wewe ulivyo hapo, hiyo ni mali yetu. Sio mali ya mtu fulani. Hiyo ni mali yako. Bahati mbaya cha wengi, si ndio? Wakati mwingine kwamba hakina mtu. Si ndio? Cha wengi hakina mwenyewe. Kwa sababu unaona kwamba huo umiliki wangu mimi nauonaje? Sina uhakika, sina hata hisa yangu sijui. Lakini hisa yako ni uraia wako. Sawa sawa? Hisa yako ni kwamba ile mali ingeweza kubadilisha maisha yako wewe, maisha ya vizazi vijavyo. Sasa hii mali ya wengi ili iweze kuchimbwa, ni lazima kuwe na hakikisho la kudumu kwamba mnufaika nambari moja ni nchi. Mtu asije akakwambia tutaajiri wafanyakazi 2000, tutaajiri nani?
tutalipa mrabaha wa miaka kiasi fulani ukaridhika. Ni lazima uwe na hakikisho kwamba kama unachimba dhahabu ina thamani ya milioni, tuseme milioni au bilioni 1. Je, unaniambia kwamba mimi napata milioni 700? Si ndio? Katika hizo nyinginezo, je, ni gharama za uendeshaji? Sawa. Wewe pengine wewe kwa kuwa ni mchukuaji, wewe mchukuaji hata nikulipa 10%, inakutosha. Sio mali si ya kwako. Ndio maana basi mwaka ule wa 62 Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilipitisha azimio namba 1803 ambalo linasema kwamba nchi zote duniani ndio zina umiliki wa milele au himaya ya milele ya rasilimali zao.